kwanza sura ile ya 16 mstari wa 13 tunajifunza kwamba Daudi alipopakwa mafuta, alipopokea Roho Mtakatifu, akaanza kufanya kazi ya Mungu. Samueli sura ile, Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Mstari wa 13. Kwamba alipopokea nguvu ya Mungu ndio ikawa inamuongoza kwa mambo yote. Na tukajifunza kwamba unapomtumikia Mungu usipokuwa na nguvu ya Mungu ya Roho Mtakatifu, lazima utaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu kuna mambo adui atakushinda kwa sababu huna uongozi wa aina yoyote. Kwa utabaki kulaumu, utabaki kulalamika, utabaki kutangatanga kwa sababu ndani yako nguvu ya Roho Mtakatifu wa kukuongoza hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatuongoza kwamba tumuombe yeye hiyo nguvu ili atupe, ili tupate kuenenda kwa mapenzi yake, tusienende kimwili. Nikasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, anasema hivi, hata wana wa Israeli mapito yote waliopitia ni Mungu alikuwa anawanoa ili wakifika katika nchi ya ahadi wasibabaike. Ndio maana hata Yoshua alipotaka kubabaika, Mungu akamwambia uwe na moyo wa ushujaa, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Lakini anapomwambia hivyo, ndani yake kuna roho wa Mungu, yani kuna roho wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu leo huwezi kumwambia mtu uwe hodari katika wokovu, moyo wa ushujaa, wakati ndani yake hana roho wa Mungu. Lazima atapoteza nini? Maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu roho wa Mungu huleta maarifa, huleta ustawi, huleta mambo yote. Ndio maana hata kuumbwa kwa Mungu, roho wa Mungu alikaa katika vilindi vya maji, akasubiri sauti kutoka kwa Mungu. Lakini Mungu alipoamuru, roho wa Mungu akatamka, likawa anga, ikawa ardhi, ikawa mambo yote yakaumbwa kwa roho wa Mungu. Kwa hiyo roho wa Mungu akiingia ndani yako, anabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona Daudi alipopokea hiyo nguvu ya ule upako, Bwana Yesu asifiwe sana, alipopokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu, akaanza kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumeona mfalme Yehoshafati pia, watu walimwambia kwenye Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walikuja kumpasha habari, walikuja kumpasha habari. Ule mstari wa 20, Mambo ya Nyakati mstari wa 20, sura ya 20 mstari ule kuanzia ule wa 2, ukisoma pale mpaka ule mstari wa 3 yanaelezea Mambo ya Nyakati. Watu walimpasha habari kwamba mambo yako yanaenda kuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hofu yake ilikuwa kwa Mungu, kwa sababu ndani yake kulikuwa na Mungu, kulikuwa na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema Yuda yote, Yerusalemu yote wafunge kwa ajili ya kumuuliza Mungu wafanye nini, kwamba kanisa langu linaenda kupasuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wangu wanaenda kufa kwa sababu ya jeshi ambalo adui kaliandaa ili lije liharibu watoto wake. Lakini mfalme akasema Yuda yote ifunge. Wakati huo huo aliposikia hiyo habari, hakutaka kuwa binafsi, hakutaka kunyamaza. Lakini ukiendelea kusoma hapa, anasema roho wa Mungu akamshukia mtu mmoja, akanena, akasema kwa hiyo mtaenda sehemu fulani, mtaenda sehemu fulani, mtashinda hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakamtukuza Mungu, watu wakampigia Mungu. Lakini kwa nini? Ndani yake kulikuwa na hofu ya Mungu, kulikuwa na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alitaka kujitukuza kwa lile walilosema watu wake wa mfalme Yehoshafati. Lakini adui alileta yale maneno ili amshitushe, amwache huyo Mungu, asimtegemee Mungu. Lakini kwa vile ndani yake kulikuwa na upako na nguvu ya Mungu iliyokuwa inaenda pamoja na yeye, alikaa vizuri na kumwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tulishughulika, Mungu alituongoza tuombe kwanza hayo maombi ili tupate kulielewa neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, atakufanya uwe hodari na moyo wa ushujaa. Soma Biblia yote, popote alipokuwa anasema Mungu uwe hodari kupitia kinywa cha mtumishi
atakuwa pamoja na wewe, kwa sababu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nitumie lugha hii. Kuna ndugu yangu nilitolea ushuhuda hapa kwa mtumishi. Kijana wangu mmoja akasema, "Mwalimu, nimemkuta mwizi anaiba." Si ndio hivyo? Nimemkuta mwizi anaiba, na hapa Mungu anasema na kanisa lake. Nimemkuta mwizi anaiba vitu vya watu. Na hilo shamba anapoiba nyanya. Anapoiba nyanya. Watu wamefungwa wengi sana. Watu wengi sana wamekamatwa. Yaani ni sawa leo nakwambia ile kanisa, watu wengi sana ndio hivyo wameondoka. Kwa hiyo pale sio pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akamkuta huyo mwizi, na yeye aliwahi kushuhudia kwamba hapa watu wengi wamekamatwa na wengine kawaona. Akaniambia, "Mwalimu, nifanye nini?" Lakini anaponiuliza hivyo, alitaka aone huyu mwalimu angesema nimsamehe, niwe na huruma, na huyo mtu anayeniambia huyo kijana wangu ana roho wa Mungu ndani yake. Anaponiuliza hivyo akawa tayari ashalifanya jambo, ila ananiuliza ili apate uhakika nilichokifanya ni sahihi. Yaani alitaka aone baba yangu wa kiroho naye kakaa vizuri kupitia hili jambo, maana kuna watu wameonewa kupitia hili eneo. Lakini sasa mwizi nimemkuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu, lakini mwanangu wa kiroho alitaka, yaani ni Mungu alikuwa anasema na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani alisema, "Hebu muone huyo baba yako wa kiroho atafanya kama ulivyofanya wewe." Na mimi nikamwambia huyo mwizi, "Usimshike wewe, ila piga simu serikali za mtaa, waambie nimemshika yule mwizi ambaye huaga naiba nyanya hapa." Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani ndani mwake kulikuwa na roho wa Mungu. Akamuongoza, "Usimkamate, maana ukimkamata mtapigana na utatenda dhambi, ila mfuatilie mpaka anakoenda." Lakini cheki shetani alivyokuwa ajabu. Yule kijana alikuwa na baskeli na alikuwa na mama yake wanatembea pamoja. Alipoiacha ile baskeli pale njiani, anamfuatilia yule mwizi aliyeiba, na ashapigia simu serikali wanakuja. Wakawa wanauliza uko wapi? Akasema nipo sehemu fulani, namfuatilia. Akaenda. Sasa walipomkamata yule mwizi kurudi, anakuta baskeli haipo. Shetani kashamshaulisha kwenye fahamu zake kwamba alikuwa na mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ghafla hapo anapiga simu nyumbani, "Jamani, baskeli yangu mimi hapa sioni, niliweka sehemu fulani. Je, kuna mtu kaibeba, mmemwona huko?" Akasema, "Mbona mama yako kaichukua, kaona nayo wataiba?" Umeona kitu cha ajabu? Lakini Mungu anatufundisha nini? Lakini ghafla hapo shetani alitaka kutengeneza roho ya ugomvi, kwa sababu huyu mwanangu wa kiroho baba yake ni mganga. Kwa hiyo shetani alitaka kutengeneza mtego ili azue roho ya faraka. Alipopiga simu dada yake akataruki, "Wewe unamwachaje mama yako baskeli?" Akakumbushwa, "Wewe mbona ulimwachia mama baskeli?" Bwana Yesu asifiwe sana. Akapewa roho ya mafunuo pale pale, kwa sababu ana roho wa Mungu ndani yake. Akapewa roho ya mafunuo. Wale watu ambao walikuwa wamefungwa kule serikali za mtaa wakafunguliwa kupitia yeye. Yule mwizi kamili akapelekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakafanya nini? Wakapona. Akapewa roho ya mafunuo kwamba kuna roho ya faraka, utaenda kugombana na baba yako nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini asingekuwa na roho wa Mungu, angefanya yote. Nguvu ya Mungu, ukiruhusu nguvu ya Mungu iende na wewe, umuombe Mungu upako wa Roho wake Mtakatifu uende na wewe, utakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa salama. Sasa Mungu akamuongoza, roho wa Mungu akamuongoza. Alipoona ile roho ya faraka akasema sasa ndipo anaona live ugomvi umezuka nyumbani. Yaani anaona kabla hajafika tayari kiulimwengu wa roho watu washakaa vikao wamemwekea. Akafanya nilipiga kwanza magoti akamshukuru Mungu. Akaanza kupiga ile roho ya faraka. Kemea, vunja, anafika nyumbani mambo yamekaa vizuri. Kwa nini? Nguvu ya Mungu. Nguvu, upako. Daudi alipopewa nguvu ya Mungu ndo akapewa na uongozi. Si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo huwezi kuongoza huna nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatolea mfano mmoja ndugu yangu wakati anamuombea kijana yule ambaye mtumishi Prosper, ndio hivyo. Siku hiyo wakati anamuombea Mungu akamate fahamu zake, akamate akili zake, aje wapi? Ibadani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndani yake ana ile kiu, uvuvio wa nguvu ya Mungu. Prosper, ndio hivyo. Lakini nguvu yenyewe kabisa ya roho wa Mungu, yule roho wa mafunuo, kwamba aliloliomba limetendeka, ndani yake hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana inafikaga muda mtu anaomba, ndani yake ana ile nguvu ya Mungu, lakini roho wa mafunuo ndani yake kujua kila alichokiomba hakuna. Inafika na
harudi nyuma, kwa sababu anachokiomba hakioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika njia ya kumtumikia Mungu bila roho wa Mungu huwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wakati sina maarifa ya neno, Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu mimi nimeokoka na mwaka na miezi hii tu ambayo niko nayo, lakini namshukuru Mungu kumtumia mtumishi wake kunifundisha neno lake na kuijua njia kwa pale ambapo Mungu kanielewesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatufundisha nini? Kwamba bila nguvu yake huwezi kwenda. Kwa hiyo inafika muda mahali mtu ana nguvu sawa ya Mungu, ana shauku, lakini haoni anachokiomba. Inafika muda anagaidi na hata tu mandoto hata sielewi yana maana gani. Kwa sababu ndani yake huyo roho wa Mungu hana, na hiyo roho ya mafunuo hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatolea mfano kwa mtumishi hapa. Aliomba Mungu akamate miguu yake huyo mtu aje ibadani. Lakini alipoomba kaamini tu moyoni mwake kwamba limetendeka. Si ndio hivyo? Akaamini. Ila hakufunuliwa. Tumeona Daudi alipopokea nguvu ya Roho Mtakatifu, si ndio hivyo? Alikuwa anafunuliwa, akiomba kitu anaambiwa na Mungu, anaelekezwa. Yaani vitu vinaenda vinarudi, si ndio hivyo? Hata pale watu walipoghadhabika, akakosa mtu wa kumsaidia, si ndio hivyo? Akapiga magoti, akamwambia Mungu, je, hao watu naweza kuwapata kurudisha amani hao watu walioghadhabika, walioshindwa hata kwenda vitani? Si ndio? Mungu pale pale akamshushia. Kwa sababu ile nguvu ya Roho Mtakatifu, unapoomba Mungu ile nguvu inaenda inamgusa. Hebu sikia sala ya mwanangu. Kwa sababu ndani yake kuna upako, yani ana connection na mbingu. Hata Esau alipoondolewa ile connection na mbingu, si ndio hivyo? Akamwambia hata ndugu yake, mimi nitakuua, wewe subiri baba akidedi tu na mimi nakuja nikumalize. Kwa sababu ndani yake ule upako wa Mungu hakuna, hofu ya Mungu hakuna, kaondolewa kiulimwengu wa roho. Ile nguvu ya kutembea na nani? Na Mungu. Lakini Esau alinyang'anywa, sio kwamba ni uzaliwa tu wa kwanza wa kimwili hakunyang'anywa. Mbona Yakobo aliendelea kumwogopa mpaka anatanguliza tumani? Alafu Esau akamwambia hapana, mimi nishakusamehe. Kwa nini? Nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa inatembea ndani ya Yakobo. Lakini hakuondolewa uzaliwa wa kwanza wa kimwili, aliondolewa ule ufahamu wa kumjua nani, wa kumkaribia nani? Mungu. Kwa sababu Mungu aliona hata mzalia matunda, akaamua kumpa nani? Yakobo. Tafsiri yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi hapa akamwomba Mungu, akamwambia Mungu kama tanyayo zake kama, lakini hakuoneshwa, akaamini tu imetendeka, hakuoneshwa. Ndio kitu hapo watu wengi wanapigwa. Kila siku naomba uoneshwe, naamini. Unaweza ukaomba kazi, ukaenda kazini, si ndio hivyo? Kwa sababu Mungu hajakuonesha kwamba hii kazi uende, umeamini tu limetendeka, unaenda kule unakuta mambo tofauti. Unaanza kulala. Sasa mbona nilimwomba Mungu na niliamini imetendeka, mbona nimekuta hivi? Unajikuta unarudishwa. Kwa nini? Roho wa mafunuo au Roho wake Mtakatifu hajakuonesha. Kwa sababu ule upako wa kwanza hauna. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kwamba tuombe nguvu zake ili twende tuongee na Mungu wazi. Anasema hata Daudi alipopokea hiyo nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu, moyo wake ukabadilika. Kwa hiyo kumbe ukiwa una nguvu ya Mungu, lazima moyo wako uwe umejikunja. Uje ibadani saa 1 au saa 5 uje ndani yake, sio kwamba hana yani ile shauku ya kwenda ibadani anayo. Uwai saa 12 shetani kamfunga. Wewe kitabu sibizi kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndani yake hana hiyo nguvu ya Mungu. Lakini kama ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, mengi sana Mungu atakufunulia na utakuwa na amani kwenye wokovu. Hata ukikutana na jaribu, ukimuuliza Mungu, kwa nini hiki? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakufunulia. Kitabu cha Habakuki, kuna mahali Mungu anasema kitu kigumu kidogo. Kitabu cha Habakuki tusome. Mungu anasema na mimi. Lakini sijasoma huo mstari, na tusome na mahali Mungu atanionyesha. Kitabu cha Habakuki. Kitabu cha Habakuki.
Hebu tuone Habakuki 2. Kwa mstari wa kwanza. Mnaanza kusoma. Habakuki sura ya 2 kwa mstari wa kwanza. Habakuki sura ya 2 kwa mstari wa kwanza na Bwana anasema, nami nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakayoniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, andike njozi kuifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ukawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Naam, pamoja na hayo divai ni mchumi danganyifu, mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake. Ongeza tamaa yake kama kuzimu, naye kuwa kama mauti. Hawezi kushibishwa, bali hujikusanyia mataifa yote, kujiwekea kabila zote chungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tumeona hiyo Habakuki 2. Anasema nalimuomba Bwana, si ndio hivyo? Naye akanijibu. Akaniambia, yani kuna watu wanaomba, si ndio hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaomba maisha yao kwamba Mungu naomba ustawi, si ndio hivyo? Mungu naomba kibali, si ndio hivyo? Naomba kibali kwenye kazi yangu, naomba afya nzuri, naomba watoto wazuri, si ndio hivyo? Kama unaomba uonyeshwe, kama unaomba huna roho wa Mungu, kwa sababu alipomuomba Mungu akamjibu, hapo huyo alikuwa na connection na mbingu, alikuwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuomba Mungu, Mungu afanye nini? Akamjibu. Kwa hiyo hata kama unaomba ustawi, unaomba vitu, Mungu asipokuonyesha hicho unachokiomba, kwa sababu nguvu ya roho wa Mungu hauna asipokuonyesha, kuna mahali utaomba. Kuna mtu mmoja alisema kwamba kila siku tunaomba, unafikiri Mungu ajibu? Si ndio hivyo? Kila siku tunaomba tu, kila siku kuomba mara kufunga, lakini mambo ni yale. Kuna watu wanaharibu kwa sababu yeye ndani ya moyo wake huyo roho wa Mungu hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya moyo wake alisema hivyo, huyo roho wa Mungu hana. Lakini ukiwa na Mungu, hapo Habakuki aliambiwa hata njozi, si ndio hivyo jamani? Iandike, maana aliomba kitu ambacho sio kwa muda huo kitakuja, aliomba kitu kingine ambacho kitakuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani aliomba kitu ambacho bado muda wake. Ndio maana kitabu cha Mhubiri kinasema hivi, kuna wakati wa kulia, si ndio hivyo? Kuna wakati wa machozi, kuna wakati wa furaha, kuna wakati wa kulala, kuna wakati wa kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliomba kitu ambacho kipo tofauti na muda wake. Yaani kuna mahali Mungu, kuna mahali anataka akupitishe, si ndio hivyo? Akupitishe ili ukae imara, ili siku ambaye anakuja kusema kwamba mwanangu, wewe hapa sasa, simama hapa, uwe tayari, hata jambo lolote likikukuta usisumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa inabidi tumuombe Mungu, nguvu yake atembee pamoja nasi. Tumuombe Mungu, nguvu yake atembee pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Zaburi. Yawezekana tunasoma kila siku. Zaburi ya 50, Zaburi ya 57. Yawezekana tunasoma kila siku, lakini tusome hapo Mungu na kitu anataka kusema na sisi. Zaburi ya 57. Zaburi ya 57. Zaburi ya 57. Tuanzie ule mstari wa kwanza. Tutaisoma hii yote. Kuna vitu Mungu atakufundisha. Mwenye aliyepata tusome mstari wa kwanza. Zaburi ya 57, neno Mungu asema hivi: Unirehemu, ee Mungu, nirehemu mimi, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Nitakimbilia uvuli wa mbaa zako, hata misiba hii itakapopita. Nitamwita Mungu aliye juu, Mungu anitimizie mambo yangu. Hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema unirehemu, ee Mungu, nirehemu.
labda mimi Danieli, Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anayeomba hivi ni Daudi, Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema unirehemu ye Mungu, unirehemu. Anasema nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako hata misiba. Kumbe kuna misiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako. Sasa hii misiba ikikukuta, kama huna nguvu ya Mungu ndani yako, hautaishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu adui anakuletea ili kuua kile kilichopo ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yoyote misiba ikikukuta, hauna roho wa Mungu ndani yako, lazima mpepesuke. Kwa sababu utaingia kwenye maombi kulia kwa ajili ya kile kitu. Lakini unapolia utafunuliwa, utaamini limetendeka wakati halijatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaamini limetendeka wakati umeamini limetendeka, afu tena linatokea lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huna roho wa kufunuliwa. Huna roho wa Mungu. Kwa inafika muda unakimbia afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasepa kwa sababu ndani yako huyo roho wa Mungu hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee pale ulipoishia. Atapeleka toka mbinguni na kuniokoa, atokanapo yule atakaye kunimeza. Mungu atazipeleka fadhili zake na kweli yake. Nafsi yangu kati ya simba, nitastarehe kati ya waliowaka moto. Maadamu meno yao ni mikuki na mishale, na ndimi zao ni upanga mkali. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema atazipeleka. Hapo kaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ana uhakika kwamba fadhili zake, si ndio hivyo? Atazipeleka hata mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu meno yake ni mikuki na mishale, na ndimi zake ni upanga mkali. Kwa hiyo ukipigwa na huo upanga wa huo ulimi, usipokaa ukiwa una roho wa Mungu ndani yako, lazima upigwe na usepe. Lazima adui akuondoe kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima adui akuondoe kwenye mstari. Lazima utarudi kwenye mtazamo wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utarudi kwenye mtazamo wa kimwili. Utapambana na ulimi kimwili kwa sababu ndani yako roho wa Mungu hakuna. Kwa sababu kuna watu wanaomba, hawaoni wanachokiomba. Inafika muda alichokiomba ameamini kimetendeka, hakijatendeka, anapigwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee hapo kusoma. Shimo mbele yangu, umetubukia ndani yake. Ee Mungu, moyo wangu thabiti, moyo wangu thabiti. Nitaimba zaburi. Amka utukufu wangu, amka kinanda na kinubi, amka alfajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wamenitegea, si ndio hivyo mashimo? Wamenitegea wavu ili waninase miguu yangu, nafsi yangu imeinama. Sasa wewe hata kama unapita njia unasema Mungu, mimi nataka nipite hapa niende hivi, si ndio hivyo? Ukiwa una roho wa Mungu akufunulia hiyo njia usipite, si utapita na utanaswa utayari wako, na utanaswa miguu yako, na utarudi nyuma kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana inafika muda mtu anarudi nyuma kiroho, kwa sababu roho wa Mungu ndani yake hakuna. Amepigwa na wanadamu wenye ndimi na upanga mkali. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafika muda Sauli anamkufuru Mungu kwa sababu ya maneno, na alikuwa amemkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alipomkosea Mungu akashindwa kuomba rehema. Yule roho wa Mungu ndani yake akaondoka. Kwa hiyo alipotegewa, wanadamu wamenitegea wavu ili waninase miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nitoe mfano mdogo. Kuna mama mmoja aliwahi kuja kusali hapa. Usiku nikaoneshwa. Tuliomba maombi kwa ajili yake. Hapa. Usiku kwenye mkesha nikaoneshwa, mama, viatu vyako vimebebwa kwenye ndoto. Na nilikwambia hapa usiguse, na nilimwambia hapa. Lakini na mimi nilikuwa bado ni mchanga, yani sielewi kwamba hii kweli ni nguvu. Naamini kwamba ni Mungu anasema na mimi. Lakini ule ufahamu mkubwa wa kutangua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa bado. Nikamwambia viatu vyako vimebebwa. Nikamwambia tafsiri yake ni nini? Nikamwambia tafsiri yake ni nini? Kwa sababu na mimi nilikuwa sina yale maarifa ya kumrudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri yake akasema umebeba utayari wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mama
akaondoka hapa kanisani. Wamama kila siku wanapiga simu, njoo ibadani. Hakuna siku anayokuja kila kitu kikakaa vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niliwahi kumwambia kwamba imeibiwa. Viatu vyako vimeibiwa, maana utayari mimi nilikuwa sijui. Utayari wako umeibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa usipokuwa na roho wa Mungu, na yule mama ndani yake alikuwa anampenda Mungu lakini roho wa Mungu ana. Alipoona vile akaona kama ndo kamalizwa. Akashindwa hata kusema, basi mwanangu, naomba tuingie kwenye maombi, mimi nimeibiwa miguu yangu, utayari wangu. Hamna. Akabaki ananungunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Akabaki ananungunika. Hakujua. Kwa sababu ndani yake ule upako, ile nguvu ya Mungu, connection na Mungu, bado ana shauku ndani yake. Anampenda Mungu, ule roho wa mafunuo hana. Yale maarifa yake yamekamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana inafika muda mtu kiambiwa njoo kazini ubebe hela mbio. Njoo kanisani. Yaani ndo kama mtu kashushia bonge la mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utajuaje kilichokukamata nini? Hapo utampendezaje Mungu wakati ibada yake wewe ukimbii? Rafiki yangu kaja hapa akasema, watu shuleni walikuwa wanaenda mbio kweli wakiona kiboko. Lakini kanisani, rafiki yangu kasema kitu kigumu hapa kabla hata hajashukuru kufika ibadani. Akasema watu wanapoenda shuleni mbio kwa sababu yale ni maarifa ya kidunia na shetani anawakimbiza, kweli tafsiri yake. Umeona? Lakini kwenye ibada hamna. Baada ya hapo akasema asante Mungu, akapiga magoti akamshukuru Mungu akakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo ulikuwa na kiu ya kuomba. Unasema mbona kiu ya kuomba imeondoka? Usipokuwa na roho wa Mungu ni wapi? Maana Mungu ukimlilia Mungu, nipe roho wako, maana umesema atatuongoza, hii njia yako ni ngumu. Mimi siwezi peke yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu asimwambie Daudi aanze kufanya kazi yangu bila kuwa na maarifa au kuwa na roho wa Mungu? Hawezi. Akikutana na pigo atapigwa, atadondoka. Lazima uwe na connection na mbingu. Lazima uwe na maarifa ya kimungu ili upate kumtii Mungu. Bila hivyo huwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafika muda Mungu mpaka anasema, basi tafsiri nyingine, kuna neno kwenye Biblia linasema hivi, basi mnitafute hata kwa kunitafuta, si ndio hivyo? Mnitafute hata kwa kunitafuta, kwa sababu anaona sasa hawa watu basi tu cha kusema hamna. Maana kasema yote lakini bado fahamu zake zimegeukia kushoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitabu cha Wakorinto wa pili akasema sura ya 4 mstari wa 14 mpaka 15 anasema ombeni hiyo neema ili izidishwe, ili Mungu apate nini? Kutukuzwa. Na anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake ili mpate kuwa na amani, mpate kuwa na furaha. Sasa ufalme wa Mungu unakuja uwe na roho wa Mungu. Kwa sababu ufalme wa Mungu ukiingia ndani yako na roho wa Mungu yumo, utapata uponyaji, utakuwa na amani. Jambo lolote linalokuja mbele yako, utarudi magotini mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Daudi asingekuwa na hiyo nguvu, asingepakwa mafuta, huo upako, asingemtumikia Mungu. Kwa sababu Biblia inazungumza moyo wake ulikuwa umekunjwa, lakini ule upako, nguvu ya Mungu ilipoingia ndani yake, akawa na amani na furaha. Kazi ya Mungu akaipenda. Hata pale alipokutana na Mungu, wana wa Israeli wamemlilia, tumpige mawe afe, tumpige mawe. Anasema tu lakini hawamsogelee kwa sababu upisho uko ndani yake. Mungu alitaka kuona kuna nini kitakachomkuta. Atafanya nini kwa hili? Atakuwa kama Sauli? Hapana. Alitaka kuona. Lakini baadaye Daudi akasema hapana. Alikosa hata mtu wa kumwambia pembeni yake kwamba mimi nifanye hivi. Alikosa. Lakini kimbilio lake lilikuwa kwa Mungu. Akapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu wetu anatupenda sana. Tumuombe hata siku 7 azifiki. Hata siku 7 upako wake unashuka juu yako na atakuongoza na mambo yatakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati tunakamata hata kwenye vyakula. Yaani chakula umepika mwenyewe, lakini huna roho ya mafunuo kwamba hiki chakula nikiombea vipi. Huna nguvu ya Mungu ndani yako, si ndio hivyo? Unakula Baba katika jina la Yesu, unaombea chakula kwa ile mazoea, unasema tayari kwa yale tu imani uliyokuwa nayo, unasema Mungu kashakitakasa. Wewe unapakia. Unakuta baadaye maombi hakuna. Unakuta bado ulikuwa na wahi kanisani hakuna. Kumbe ulipoomba kwa mazoea, Bwana Yesu asifiwe sana. Ulipoombea kwa mazoea kile chakula umeingiza mapepo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeingiza mapepo ndani yako.
Unakuta baadaye unataka kuomba mara usingizi. Unakuta baadaye unataka kuomba mara mtu kapiga. Ni roho tu kacha kupandikiza shetani. Unataka kuomba kusoma neno, unakuta malaika kimepiga hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kusoma neno uzito wewe. Nitaomba baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata usiku naamka saa 6. Baada ya kumuuliza Mungu usiku, niombe kitu gani? Si ndio hivyo? Uliza, sema. Mungu sema na mimi hata kwa njia ya neno lako. Mungu hata akikusemesha una roho wa Mungu atakaye kujulisha kwamba Mungu kasema hivi. Uwezi. Utaingia tu kwenye maombi, utavunja, utalala, utachoka, kwa heri, usingizi. Yawezekana umeomba kwa usahihi, lakini unaweza kaoneshwa hata hiyo ndoto. Kuna watu kabisa wanaota ndoto. Hata mimi mwanzo kipindi mchanga kidogo, naomba maombi mimi huyo najua nimeombea neno fulani, Zaburi fulani, naomba maombi. Lakini naoneshwa kile nilichokiomba, naenda kumuuliza mchungaji, mimi nimeota 1 2 3 sijui na maana gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sielewi, nishasaulishwa hata neno nilosimamia neno la namna gani. Hayo maarifa sikumbuki hata nilichokiomba ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatupenda sana. Kwa hiyo inabidi tuombe hiyo neema ili Mungu apate kutuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia ya Mungu bila kuomba nguvu zake hatuwezi tukafika mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa tunajifariji ustawi, piga vunja, lakini tusipoomba hiyo nguvu yake iende pamoja nasi, hatutafika mahali. Hata kwenye kazi zako, hata kwenye nyumba yako. Mungu, kitu gani kinachotesa fahamu zangu? Kinachotesa familia yangu? Kilichokamata ustawi wangu? Kinacholeta uzito nisitembee nawe katika roho na kweli? Tusipoomba hiyo nguvu hatutafika mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya sura ile ya 60. Sura ile ya 60. Sura ile ya 61. Aliyepata kusomea Isaya 61. Neno la Mungu nasema hivi: Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ili wahubiri wanyenyekevu habari njema. Ametuma ili waganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Roho wa Bwana amenijilia juu. Unaweza hata kwenda ile shauku tu ya ndani, unaweza hata kwenda kumwambia mtu neno la Mungu, si ndio hivyo? Yule mtu akapokea uponyaji. Lakini ukiwa na Roho wa Mungu utamuuliza Mungu, kwa hili nataka utukuzwe wewe, si ndio hivyo? Huyu mtu akitolewa vile vitu vyake, nataka utukuzwe wewe, kwa sababu ndani yako una yule Roho wa Mungu kwa kukuongoza, kumuongoza yule mtu, huwezi kufika mahali popote. Anaweza huyo mtu akafunguliwa na asijue kwamba Mungu ndo aliyetenda, kesho akasahau. Lakini kama ukimuuliza Mungu kwamba Mungu, huyu mtu ili akutukuze wewe, nifundishe, nataka kutukuze wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndani yako umeenda tu kwa ile shauku unajisikia ndani. Huna yule roho wa mafunuo, Roho wa Mungu. Ndio maana anasema Roho wa Mungu juu yangu, kuwaganga wale waliovunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka tumuombe yeye ili atuongoze, ili tufikie pale anapohitaji. Tuombe upako wake ushuke juu yetu ili tufikie pale anapohitaji, ili mioyo yetu ikunjuke, tuendee huo mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tukiendelea kubaki bila Roho wa Mungu, lazima mioyo haitakunjuka, yale mema bado tutakuwa tukienenda kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Roho wa Mungu ndani yetu hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili jambo watu wengi sana waga wanalipuuzia, wanasema tu ukiwa na imani unamwamini Mungu, Mungu atatenda, Mungu hawai wala achelewi. Lakini tunaona hapo Daudi alipomuuliza Mungu, Mungu akamjibu pale pale, na akauliza niwafuatia watu, akasema wafuatie na utawapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili jambo watu unaweza kufundisha hivi, Mungu katufunulia ili tujifunze, lakini
Mtu anafika nyumbani anapotezea kwa sababu ndani yake ana ule mtazamo wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapotezea. Kwa hiyo Mungu anataka tukamuombe yeye ili yeye apate kutuongoza, ili wale waliovunjika mioyo yao wapate kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutasimamia katika hilo neno, katika haya maombi tutasimamia neno kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 4 mstari wa 14 mpaka 15. Tutasimamia pale hilo neno ili Mungu apate kutuongoza kwa Roho wake Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 14 mpaka ule wa 15. Anasema ombeni hiyo neema izidishwe ili Mungu apate kutukuzwa. Ukiwa na Roho wa Mungu ndani yako, unaweza kumtukuza Mungu, ukafanya mapenzi ya Mungu, ukafurahia wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu Roho wa Mungu atakuongoza, hata neno utakalopewa Mungu atakuongoza. Neno litakaa kwa wingi ndani yako kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anafanya neno likae kwa wingi ndani yako kwa sababu yeye ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunaweza kusoma hapo, aliyepata atusomee. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 14 mpaka 15. Bwana anasema hivi: tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu na kutukudumisha pamoja nanyi. Kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana kwa hao walio wengi, shukrani zizidishwe na Mungu atukuzwe. Kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema bali tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu apate kutukuzwa. Sasa kama unaenenda kimwili, Mungu atatukuzwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaenenda kwa akili zako, ndio maana ile kitabu cha Methali sura ile ya 3 mstari wa 5 anasema mtumaini Bwana kwa fahamu zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala usizitegemee akili zako. Kwa hiyo kama unamtumikia Mungu naenda kwa akili zako, ni ngumu sana kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumpendeza Mungu. Hata mdomoni mwako yatatoka tu maneno ya uchafu muda wote kwa sababu huna Roho wa Mungu ndani yako. Utamtukuzaje Mungu? Utampendezaje Mungu? Upo peke yako kanisani. Unashindwa kumsifu Mungu. Kwa sababu ndani yako huna Roho wa Mungu. Unawezaje kumsifu Mungu ndani yako wakati Roho wa Mungu hauna, upako wa Mungu hauna? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ili tustawi, ili tufurahie uokovu, ili tumpende Bwana Yesu katika roho na kweli, Mungu anasema leo katika neno lake, tuombe hiyo neema izidishwe ili tupate kumtukuza yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana hata huyu mfalme Yehoshafati alipiga magoti na kumwambia Mungu, yote ifunge. Yerusalemu yote ifunge. Bwana Yesu asifiwe sana. Ifunge, yani kanisa langu lote lifunge ili tumlilie Bwana kwa haya tunayopitia, ili Mungu atupe Roho wake wa mafunuo ili ajidhihirishe wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuombe hiyo neema ili Mungu apate kutupa Roho wake Mtakatifu ili tuishi kwa amani, kwa furaha. Unaomba kazi, unaoneshwa mpaka kazi ilivyo. Mwanangu, kesho utafanya kazi, huku utafanya kazi, lakini mtu anaomba amina, limetendeka hajaona. Na hata akionyeshwa haelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia tuwe wasomaji wa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasoma neno, unaomba, unamwambia Mungu nisaidie, Mungu niwezeshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuingie kwenye hayo maombi kwa muda huu. Mama utatuongoza katika maombi. Mungu apate kunifikisha. Mama utatuongoza.
kuomba nguvu, lakini zaidi tumesikia kwamba roho ya mafunuo. Efeso 1 pale 17-18 anazungumzia lazima tujue thamani ya mwito tulioitiwa na kuomba tufunuliwe thamani ya huo mwito, macho ya mioyo haya yaone. Haleluya. Kwa hiyo kumbe kuna kuomba. Amina. Tunapoomba tunapewa nguvu, tunapewa na mafunuo, tunafunuliwa nini kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho wetu, nini kinachoendelea kwetu na baba yetu, nini pia kinachoendelea katika ulimwengu wa upande wa pili. Kuna nini, tutaendaje, tutaingiaje, tutatokaje, tutaenda mbele za Mungu. Tuombe katika jina la Yesu. Amina. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye uweza, tunakushukuru, tunakutukuza kwa neema yako siku ya leo mbele za uso wako, watoto wako. Bwana wa mabwana, tunasema asante kwa neema yako ambayo umetujulisha tendo lako, kweli yako, kusudi lako na neema yako ambayo Mungu wa miungu umesema nasi katika Wakorintho wa pili sura ile ya 4 mstari wa 14 na 15, ili katika neema hiyo Mungu wa miungu shukrani zizidishwe mbele za Mungu Baba ambaye anatufunulia mambo hayo yote katika ukuu wako na uweza wako na mamlaka yako. Tunajinyenyekeza kwako asubuhi ya leo katika hali yetu ya udhaifu, katika hali yetu ya upofu, katika hali yetu ya giza, katika hali yetu ya kuenenda mbele zako tukiutafuta uso wako, ingawa kwa kupapasa, ili angalau kwa kupapasa huko tuweze kukuona, tuweze kukupata Baba mwema kwa rehema zako, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tunakuja kwako na kuomba rehema na kuomba neema na kuomba msaada siku ya leo, siku ya 9 wa mwezi wa 3 2025, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Wewe ni mwenye nguvu na ni mwenye uweza, katika jina la Yesu. Nguvu zako Bwana mabwana hazilinganishwi na nguvu zozote. Uweza wako ni wa ajabu na matendo yako yamejulikana toka mwanzo. Hata Yehoshafati alikuona, alikutambua, alikutukuza katika jina la Yesu. Hata Daudi Bwana mabwana ulimuonesha kwa mafuta ulomtia Bwana mabwana, aliweza kumangusha hata Goliathi kwa nguvu ya jiwe moja ambalo ni laini, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako, uweza wako, mamlaka yako ni kubwa sana, ni kubwa sana, ni kubwa sana. Tuko hapa Bwana tukiomba rehema katika jina la Yesu, maana tumebaki katika hali ya unyonge, katika hali ya udhaifu, katika hali ya ukiwa, katika hali ya utupu, katika hali ya giza na kupapasa na kubahatisha. Tunarudi tena katika jina la Yesu, tunasogea kwako asubuhi ya leo kwa neema yako, katika jina la Yesu, kwa pendo lako, ili wewe Bwana ukatutie mafuta katika jina la Yesu, ukatutie mafuta katika jina la Yesu, ukatutie mafuta katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana Mungu wa miungu, nguvu yako katika jina la Yesu, ili kuweza kutembea na kuyafanya yale yote ambayo Mungu umetuwekea, umetukusudia kuanzia leo katika jina la Yesu. Tusiende tena katika unyonge, tusitende katika udhaifu, tusitembee katika ukiwa, na wala tusiende kwa kupapasa katika hali ya giza katika jina la Yesu. Lakini Bwana Mungu wetu, kama ulivyosema katika Zaburi 105 mstari wa 4, mtakeni Bwana na nguvu zako. Bwana mwenye nguvu ni wewe, Bwana mwenye uweza ni wewe. Umesema mkiomba na wapa. Tunaomba nguvu mpya, tunaomba mafuta mapya katika jina la Yesu. Msimu mpya Bwana kwa jina la Yesu. Mimi na nguvu yako kwa Roho wako Mtakatifu. Ni ahadi yako, ni ahadi yako kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kanisa lako. Bwana wa Bwana, Mungu wa miungu, ukatupenda kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi na sasa katika jina la Yesu, mimi na juu yetu mafuta mapya, mafuta mabichi, mafuta mapya, upako mpya katika jina la Yesu, upako Bwana, upako mpya, msimu mpya katika jina la Yesu. Bwana wa Bwana, tuko mbele zako, tuko mbele zako. Uliye mfalme, uliye mwamba wetu, uliye nguvu yetu, uliye jabali letu, uliye msaada wetu, hodari katika kutenda, ukatutendee katika jina la Yesu, ukatumiminie Roho wako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Kila mmoja sawa sawa na wito mkuu
iwe nuru kwa jina la Yesu. Tunalikemea giza na macho, majoka, viambaza, vibanzi, vitoke kwenye macho kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Giza liachie, giza la macho, giza la macho, giza la macho, katika jina la Yesu. Litoke na kuachia, litoke na kuachia. Giza una mamlaka, giza unaweza, giza mizimu, mapepo, uchawi, uzimu, toka njia macho, toka njia macho, toka njia macho, majoka, toka njia macho. Kwa jina la Yesu, macho ya mioyo yetu imefunguliwa. Macho ya mioyo yetu imefunguliwa. Baba, tunaomba nuru yako ya ajabu ikapite kwenye macho, kwa watoto, kwa wakubwa, kwa wazee, kwa vijana, kwa watumishi, kwa manabii, kwa walimu, kwa wachungaji, kwa wainjilisti. Bwana Mungu mtakatifu, kwa makuhani wako, macho ya mioyo, ili kujua kila mmoja uliyemleta katika jina la Yesu. Umemleta kwa kusudi gani? Amebeba nini? Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iza tia toka kwa mamlaka jina la Yesu. Unaweza, una mamlaka, toka tia kwa jina la Yesu. Tunakataa na kukupapasa. Bwana, tunaomba mafuta yako yakashuke juu ya watoto wako, yakashuke juu ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, mafuta yako yakashuke, upako wako ukashuke juu ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Bwana majeshi, umesema wewe Bwana, upako wako ukishuka Bwana, utaenda katika roho katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Tamani ya mwito, tamani ya mwito, tamani ya mwito. Katika jina la Yesu Kristo, fungua macho, upako wako ukashuke Bwana, ili uende na watoto wako, ili wapate kutumikia katika roho na kweli, katika jina la Yesu Kristo. Fungua macho yako Bwana, upako wako ukashuke, nguvu zako zikashuke katika jina la Yesu, ili wapate Bwana kwenda nawe katika roho na kweli, ili ustawi wako ustawi Bwana, ukastawi Bwana, ili wewe wapate kukutukuza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakataa Bwana roho ya kutanga, tunakataa Bwana roho ya kupapasa ndani ya watoto wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaomba upako wako Bwana uende na watumishi wako, uende na watoto wako, uende Bwana katika jina la Yesu, juu ya nafsi zao, juu ya roho zao. Bwana, mafuta yako mazuri yakaende nao Bwana katika jina la Yesu, ili wapate kukutumikia wewe katika roho na kweli. Bwana Yesu Kristo, ili Bwana tuhubiri kwa mafunuo yako katika jina la Yesu. Tunakataa hali ya kupapasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa vijana na mabinti katika jina la Yesu Kristo. Ule ustawi Bwana ukaonekane, ule uzao bora tunakataa kuibiwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu kwa uwezo wako, kwa nguvu zako tunakataa shauri la yule mwovu, nguvu za giza zikatoweke kwa jina la Yesu Kristo, kwa nafsi ya kila mmoja. Upako wako ukashuke Bwana juu ya watoto wako, Roho wako Mtakatifu akashuke Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakataa nguvu za giza kwa watoto wako katika jina la Yesu. Nyoka, antena zote walizokamata miguu yao, waliokamata utayari wao, katika jina la Yesu ukafunguke kwa damu Yesu, ukafunguke kwa damu Yesu, katika jina la 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 Yesu. Nguvu zako Bwana zikashuke katika jina la uzito ukatoweka juu ya mioyo yao. Uwepo wako Bwana, ufalme wako Bwana ukashuke kwa watoto wako, ili wapate kukutumikia katika roho na kweli, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tukatoke kwenye mazoea, tukatoke kwenye kujivuta na kukomboa kati, maana zama hizi ni za uovu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina
Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Bwana wa Bwana, unawapa nguvu wazidi yao, unaongezea uwezo wasiokuwa na uwezo. Bwana wa Bwana, Isaya 40 mstari ule wa 29 hadi 31. Mungu wetu, katika jina la Yesu tunaomba nguvu kwa kila mmoja. Ni ahadi yako kwetu kwa jina la Yesu, na kwa watoto wetu kutupa nguvu, na ni Roho wako Mtakatifu ukamimine upya, ukaachilie sasa. Wakati Bwana, ni wakati huu, ni majira haya, na Bwana wa Bwana tumejihuzurisha nafsi zetu, tuna haja